Hali ya usalama nchini yazidi shtua, na hii ni kutokana na matukio kadhaa yanayojiri hivi sasa, ikiwa sio kawaida ya Watanzania kufanya uhalifu au matukio ya kivurugu kama kuchoma moto sehemu za polisi, kuteketeza gwanda, uniform za polisi na vitu vingine. Hakika hii inashtua. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe. Wewe ambaye bado ni kusii, nafasi ndio hii, ili usio unapitwa na taarifa zetu. Bonyeza sasa maneno mekundu subscribe, kisha itakuja alama ya kengele, ibonyeze pia, na hapo utakuwa umeruhusu taarifa zetu nzito za ndani na za uchambuzi wa kina kukufikia moja kwa moja kwenye simu, kompyuta ama kifaa chako. Hii ni chaneli ya kupendwa kabisa, Mseto Media, na mimi ni Limo Grandson. Taarifa ni kwamba wananchi au watu ambao bado hawajajulikana wamechoma moto makazi ya polisi kule mkoani Songwe. Ripota wetu wa Mseto Media wamejaribu kufika eneo la tukio, lakini jeshi la polisi limezuia kupigwa picha, huku wakiwa tayari wameshazungushia utandu kwa ajili ya uchunguzi. Taarifa zilizothibitishwa na jeshi la polisi Songwe zinasema kuwa watu wasiojulikana walivamia usiku wa saa 7:30 nyumba ya askari polisi mkaguzi wa polisi wilaya Ileje, Bwana Isajigwa Mwanyekwa, wakavunja nyumba yake, kisha wakakusanya vitu vyake zikiwemo nguo na gwanda za polisi na kuviweka kitandani, kisha kulipua nyumba hiyo kwa moto na kutokomea pasipojulikana. Tukio hili limetokea Oktoba 23 usiku wa saa 7 katika kata ya Chitete wilaya Ileje mkoani Songwe. Jeshi la polisi limesema sababu za kuchomwa nyumba hiyo bado hazijajulikana, lakini pia hawajakamata yeyote, lakini uchunguzi unaendelea. Wakazi wa eneo hilo wanadai tukio hilo limetokea wakati ambapo askari polisi huyo alikuwa doria ya kukamata mtaani. Msikilize kamanda wa polisi hapa akielezea juu ya tukio hilo. Kwa polisi mkoa wa Songwe, napenda kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio la kuchoma nyumba moto, tukio ambalo limetokea tarehe 22 mwezi wa 10 2025 majira ya saa 7:30 usiku katika kijiji cha Ikumbilo, kata ya Chitete wilaya ya Ileje wetu wa Songwe, ambapo afisa mtendaji wa kata hiyo kwa majina ya Somi Jonas Kamengu, mtendaji kata kijiji cha Ikumbilo, aligundua mchomo kwa vyumba viwili inayomilikiwa na askari polisi ukaguzi wa polisi ambaye anafahamika kwa jina la Isajigwa Mwanyekwa. Huyu ni askari polisi kata wa eneo hilo, lakini pia ni askari wetu wa wilaya ya Ileje. Katika vitu vilivyoondoka katika vyumba hivyo kulikuwa na nguo za kiraia, nguo za polisi, sare za jeshi kwa maana hiyo, vyombo kadhaa vya ndani, kulikuwa na mahindi na kidogo, kitanda na godoro lake na vitu vingine vidogo. Thamani ya vitu ambavyo vimeteketea na moto huo inakadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 2. Chanzo cha tukio kinachunguzwa, lakini inaonekana vitu vilikusanywa na kuweka kwenye kitanda na kuchoma kwa sababu zimekutwa nchi za vijiji katika eneo lile. Mpaka sasa hatujakamata mtu, kaja uchunguzi unaendelea. Kuna watu ambao tumeshapata taarifa, tunafuatilia, na tutakapokuwa tunaendelea tukiwakamata na kuwahoji, basi tutatoa taarifa kamili nini hasa sababu ya kufanya tukio hili. Na tukio limefanyika wakati askari huyu akiwa kwenye kutekeleza kazi zake maalum usiku, na kazi alikuwa anazifanya, kwa hiyo hakuwepo nyumbani. Mbinu iliyotumika ni kuvunja mlango kwa kupiga teke au na kitu kizito na kutekeleza ufuo. Kwa hiyo tunaendelea na uchunguzi, endapo tutabaini hao waliofanya uchunguzi na nini hasa sababu ya kufanya hivyo, basi tutatoa taarifa kwa kadri nafasi itakayokuwa inaruhusu. Hujapata taarifa yoyote, askari wetu wa upelelezi wako huko kuchunguza tuone chanzo hasa ni nini. Siwezi kusema sasa hivi kwa sababu bado hatujapata jambo lolote na hatujakamata mtu. Tutakapopata ufumbuzi wa swala hili tutaweza kulifanyia kazi na taarifa kamili haitafichwa ipasavyo. Mtazamaji wangu wa Mseto Media, niambie hapo kwenye comment tukiwa kama Watanzania ni wapi tunakoelekea. Ikumbukwe tukio hili baya na la kushtua limetokea kukiwa na vuguvugu la maandamano ya nchi nzima ya tarehe 29. Na maoni yako hapa chini, lakini pia hakikisha umesubscribe.
Mimi ni Limo Gransani, hii ni Mseto Media. Kaa karibu na sisi kwa taarifa zaidi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com. Tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya.